Sasa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Mahakama ya Tanzania ilitoa mwongozo au katazo. Katazo hilo lilisainiwa na CM Tengwa ambaye ni msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, na alitoa katazo hilo siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kama nilivyosema. Na katazo hilo linasomeka kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama kuzingatia utekelezaji wa kanuni za maadili ya mawakili, tangazo la serikali namba 118 la mwaka 2018 na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 137 ya kanuni za maadili ya mawakili na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS kiliwataka wanachama wake kutoongea na vyombo vya habari kwenye maeneo ya mahakama mara baada ya mashauri kuahirishwa. Kwa kurejea hatua hiyo, Chama cha Wanasheria wa Tanganyika na maelekezo ya Mahakama ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania inapenda kuwakumbusha na kuwasisitiza mawakili wote wanaohudhuria mashauri mahakamani kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS na mahakama kwa kutofanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama na kutoongelea mwenendo wa mashauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mashauri. Aidha, mawakili wote wanakumbushwa kuwa mawasiliano na mwenendo wao mbele ya mahakama na nje ya mahakama kuhusu mashauri yanayoendelea mahakamani vinapaswa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu na maelekezo yanayotolewa na Mahakama ya Tanzania kwa lengo la kuhakikisha uendeshaji wa mashauri unafanyika kwa ufanisi, heshima na kwa kuzingatia misingi ya haki. Mwisho wa kunukuu. Hichi ambacho nimekisoma hapa, ndugu waandishi wa habari, ni hiki hapa. Kama mnavyoweza kukiona, ni hiki hapa. Kwa hiyo nimelazimika kuja kwenu kuzungumzia hasa hili tamko ambalo limetolewa na Mahakama ya Tanzania siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ili kuweza kuona katika muktadha wa sheria kama tangazo hili au katazo hili lina uhalali wowote mbele ya macho ya sheria. Sasa msingi wa katazo hili kwa mawakili kuto kuongea na waandishi wa habari katika viunga vya mahakama umejikita katika sheria mbili. Moja ni kanuni ya 137 ya kanuni za mawakili na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mbele yenu nimekuja na hizo sheria ili kuweza kuona kwamba hizi sheria kama zilivyonukuliwa kwenye hili katazo ndivyo zinavyosema au ni mtu tu ameamua kujitungia na kuweka hizo namba za hivyo vifungu vya sheria ili kuhalalisha hicho ambacho amekiandika. Mbele yenu ninazo hizo kanuni za maadili ya mawakili. Hizi hapa. Na hizi kanuni kama ambavyo kwenye tangazo la Mahakama Kuu ya Tanzania ni tangazo la serikali namba 118 la mwaka 2000
mahakamani. Kwa hiyo kama wakili anaamua kuzungumzia kesi iliyoko mahakamani katika namna nyingine ambayo haiwezi kutoa picha au taswira ya uwepo wa matokeo ambao hayajatolewa bado, huyo wakili hajafanya kosa na ni haki yake kuzungumza na vyombo vya habari. Sasa kabla sijaendelea tena kutoa ufafanuzi zaidi, tuangalie sasa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasomeka hivi: haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Hiyo ni ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza, ambayo inasema haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Sasa msajili wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Tengwa anasema anawapiga marufuku mawakili wasizungumze na waandishi wa habari wakiwa katika mazingira au viunga vya mahakama kwa kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara hiyo tumeshaona, nimewasomea. Hiyo ibara haiwapigi marufuku ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haitakiwi kutumika katika namna itakayoweza kuathiri watu wengine, uhuru wao na haki zao. Kwa hiyo watu wanaruhusiwa kuzungumza mahakamani, isipokuwa wasiende kusababisha haki za wengine ziweze kuathirika, uhuru wa watu wengine usiweze kuwepo. Lakini kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyoandikwa hapa ni kuthibitisha kuto kuielewa katiba. Narudia, kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapiga marufuku mawakili kuto kuzungumza na vyombo vya habari wanapokuwa katika mazingira au viunga vya mahakama ni kuthibitisha kwamba aliyetoa hili tangazo haielewi vizuri hiyo ibara ya katiba. Kwa sababu katiba hiyo ibara haipigi marufuku mahala popote mtu kuongea na chombo cha habari. Kwa sababu ibara ya 18B ya Katiba ya Tanzania inasema mtu anayo haki ya kupata, kutoa na kutafuta habari bila kujali mipaka ya nchi. Unapowaambia watakapokuwa mahakamani wasizungumze na waandishi wa habari, maana yake tayari umeshaweka mpaka kwamba haki yako ambayo inapatikana katika ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwisho wake ni kwenye geti la mahakama kwenda mbele. Mahakamani utakiwi kutafuta hiyo habari. Sasa msajili awaambie Watanzania na awaambie mawakili kwamba kwa mujibu wa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nani aliyeenda kulalamika? Ni nani aliyeenda kulalamika kwamba kuna wakili fulani ameongea na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama kwa namna ambayo mimi naathirika na haki yangu, mimi naathirika na uhuru wangu, kwa sababu tusio tunaongea mambo haya kiujumla jumla kwa lengo la kukandamiza haki za watu. Na kama yupo mwananchi yoyote ambaye anaathiriwa na vitendo vya mawakili kuzungumza na vyombo vya habari wakiwa katika viunga vya mahakama, huyo mwananchi anatakiwa kupeleka hayo malalamiko yake katika mamlaka husika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Yaani kama kuna mwananchi amemuona wakili fulani anaongelea mambo ya kesi iliyoko mahakamani katika namna ambayo huyo mwananchi anaathirika chini ya ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
huyo mwananchi anapaswa kupeleka hayo malalamiko kwenye vyombo husika vilivyopewa mamlaka ya kushughulikia malalamiko hayo. Lakini huwezi kuibuka tu asubuhi unabandika tangazo unasema hapana, msiongee na waandishi wa habari mahakamani. Huu ni ukiukaji wa haki za watu, na mimi siwezi kukubali kutii na kuheshimu katazo ambalo liko kinyume na sheria. Haya mambo haya yanafanyika kwa ajili ya kulinda uovu fulani ambao unafanyika mahakamani, kitu ambacho si sahihi. Mimi nitawapa mfano hapa. Kuna kesi za jinai mbalimbali zinaendelea mahakamani. Hizo kesi wakati zinaanza zilitangazwa mno na vyombo vya habari. Kwa mfano kesi za uhujumu uchumi. Kuna kesi ya Wendy William Ishengoma iko mahakama kuu ya Tanzania division ya rushwa na uhujumu uchumi. Ni kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026. Hiyo kesi inafuatiliwa na watu wengi sana kutokana na namna ilivyotangazwa wakati Wendy na wenzake wanakamatwa. Lakini kesi inaendelea mahakamani sasa hivi, upande wa jamhuri hawataki kesi itangazwe. Kesi za jinai zote kwa mujibu wa kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambao ni sura 20 ya sheria za Tanzania, kesi hizo zinapaswa kufanyika kwenye mahakama ya wazi, sio siri. Uchawi peke yake ndio unatakiwa kufanyika kwa siri wakati wengine wamelala usiku, lakini sio kesi za uhujumu uchumi, sio kesi za jinai. Kwa hiyo jamii inaruhusiwa kufuatilia kesi ya Wendy hapa. Huyo wakili achukuliwe hatua yeye binafsi, na sio kutoa tangazo la jumla kwa mawakili wote ambao pengine wanatii sheria kwa kuzungumza na waandishi wa habari kwa kuzingatia sheria na katiba. Hili katazo limekaa kiujumla. Hili katazo ni batili, liko kinyume cha sheria, kwa sababu sheria zilizonukuliwa kwenye katazo hili ni sheria ambazo zinazungumza mambo mengine tofauti kabisa na hichi kilichozungumzwa hapa. Lakini imenukuliwa hapa ibara ya 30 ibara ndogo ya pili D, na yenyewe ngoja tuisome. Ibara ya 30 ibara ndogo ya pili D. Ibara ya 30 ibara ndogo ya pili inasomeka hivi: ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika sehemu hii ya katiba hii yanayofafanua misingi ya haki, uhuru na wajibu wa binadamu hayaharamishi sheria yoyote iliyotungwa wala kuzuia sheria yoyote kutungwa au jambo lolote halali kufanywa kwa mujibu wa sheria hiyo kwa ajili ya kwa ajili ya D, kulinda sifa, haki na uhuru wa watu wengine au maisha binafsi ya watu wanaohusika katika mashauri mahakamani, kuzuia, kutoa habari za siri, kutunza heshima, mamlaka na uhuru wa mahakama. Ndio ibara ya 30 ibara ndogo ya pili D inavyosema, kwamba haijapiga marufuku wakili kuzungumza na waandishi wa habari mahakamani, lakini imesema huyo wakili atakapozungumza mahakamani na waandishi wa habari kwa kutumia ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajue kwamba haki hiyo inaweza tu ikavunjwa kwa maslahi au kwa lengo la kulinda sifa, haki na uhuru wa watu wengine au maisha binafsi ya watu wanaohusika katika mashauri mahakamani, kuzuia, kutoa habari za siri, kutunza heshima, mamlaka na uhuru wa mahakama. Sasa mimi nitarajia msajili wa Mahakama Kuu ambapo alipokuwa wakati akitoa tangazo lake ili kuwakataza mawakili wasiongee na waandishi wa habari kwenye viunga vya mahakama kwa kutumia ibara hii, atuambie
ni mtu gani ambaye sifa zake, haki na uhuru wake umeathiriwa na wakili huyo husika anapozungumza na waandishi wa habari mahakamani, au ni maslahi gani ya umma yamekiukwa kwa wakili huyo kuzungumza na vyombo vya habari mahakamani, au ni uhuru gani na mamlaka gani ya mahakama vimeathiriwa na huyo wakili ambaye ameongea kinyume na utaratibu. Kwa hiyo mahakama yenyewe haiwezi kuwa mlalamikaji na mtoaji wa hukumu kwenye mambo ambayo yenyewe haihusiki. Kama kuna wakili ameongea, anaongea au ataongea katika namna ambayo imekatazwa na sheria, huyo wakili anapaswa kuchukuliwa hatua kwa yale aliyoyafanya. Mimi na uhakika mpaka sasa hivi hakuna mtu yeyote ambaye amelalamika kwenye kesi husika kwamba uhuru wake na haki yake imeathiriwa kwa wakili fulani kuzungumza na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama za Tanzania. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu, haya mambo haya ya kutaka kufanya haki iwe inafanyika kwa siri yanaweza yakalipeleka taifa pabaya, kwa sababu kuna kanuni ya msingi kabisa ambayo inasema haki haipaswi tu kutendeka, inapaswa kuonekana inatendeka. Sasa itaonekanaje kama waandishi wa habari hawezi kupata hizo habari za mambo yanayoendelea mahakamani? Tunaficha nini mahakamani? Tunaficha nini? Lakini haiwezi ikawa ni kosa tu kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari katika namna ambayo inaweza kaathiri haki, wakati ambapo kuna wadau wengine katika mnyororo wa utoaji wa haki wanazungumza na vyombo vya habari kwa mambo ambayo yanahusu haki za watu, na mahakama haitoi makatazo kama haya. Kwa sababu mahakama kwa mujibu wa ibara 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania, mahakama ndio mlinzi wa haki, custodian of justice. Nitawapa mfano hapa. Kila mtu chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ya katiba ya Tanzania anahesabika hana hatia mpaka pale atakapotiwa hatiani kwa taratibu ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Lakini ni mara nyingi tumezoea kuwaona makamanda wa polisi wa mikoa mbalimbali wanawakamata watu, wanawaleta mbele ya kamera za vyombo vya habari na wanautangazia umma kwamba wamekamata wahalifu, wakati watu hao bado hata hawajafikishwa mahakamani, na kesi za jinai msingi wake ni unaanzia polisi. Mahakama haioni kama hiyo ni kasoro. Yani mtu anakamatwa ni very innocent, analetwa kwenye kamera, kamanda wa polisi anatuambia tumekamata majambazi haya hapa. Hiyo kauli ya huyo kamanda kusema wamekamata majambazi tayari inaathiri mwenendo wa kesi itakao kwenda kufunguliwa mahakamani, kwa sababu tayari mahakama, kama kweli mahakama wewe inaangaliaga vyombo vya habari, itakuwa imetengeneza picha kichwani kwamba hawa tayari ni majambazi kwa sababu kamanda fulani wa polisi wa mkoa fulani ameshawaita hawa ni majambazi. Kwa hiyo kama tunataka kulinda uhuru wa mahakama, kama tunataka kulinda mienendo ya kesi zinazoendelea mahakamani, tabia hii isipigwe marufuku kwa mawakili tu. Kama itakuwa kweli ni sahihi kufanya hivyo, tupige marufuku na mapolisi wasio wanaongelea mambo hayo ya kuwaita watu ni wahalifu wakati ambapo watu hao bado ni watuhumiwa tu, na kwamba mashtaka yao yanapaswa kupelekwa mahakamani ili mahakama ndio iende kaone kama watu ni majambazi kweli au sio. Hii tabia inakera sana. Ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania imepiga marufuku kuweka utaratibu wowote au kutunga sheria yoyote au kanuni yoyote ambayo ni ya kibaguzi. Huu utaratibu ambao msajili wa mahakama amekuja nao ni utaratibu wa kibaguzi huu, kwamba kwenye mnyororo wa haki ambao mawakili ni sehemu ya mnyororo huo ndio wanapigwa marufuku kuongea na vyombo vya habari, ila wadau wengine kwenye mnyororo huo wa utoaji haki ambao mahakama ndio mlinzi mkuu wa haki za watu wengine hao wanaruhusiwa kuongea na vyombo vya habari huko walipo katika namna ambayo inaathiri kesi, katika namna ambayo pengine inaweza kutafsirika kama wao wanavyotafsiri inaingilia uhuru wa mahakama. Mahakama inapaswa kuwa refarii kwenye mashauri yaliyoko mahakamani. Na mimi nadhani hasa katika mashauri ya jinai ambao tuna uzoefu kabisa wa watu kubambikiziwa kesi. Zipo kesi hapa na Rais Samia Suluhu Hassan ni shahidi wa hili na amekuwa akilikemea watu wasibambikiziwe kesi. DPP anapeleka kesi anawabambikizia watu.
Alafu kesi zikifika mahakamani, zikianza kuripotiwa kwenye vyombo vya habari, wanaanza kutafuta visingizio kwamba watu wasiongee na vyombo vya habari. Kama ambavyo watu walifahamishwa mwanzoni kabisa wa mchakato wa mashtaka wa kesi fulani ambayo iko mahakamani leo kupitia makamanda wa polisi, jamii inayo haki ya kujua muendelezo wa hizo tuhuma. Mnasema Wendi katakatisha fedha, kaiba hela, sijui nani. Mnapeleka kesi mahakamani. Mahakamani kule mnataka tufanye kesi kama vile wale wachawi ambao huwa wanawanga usiku wakati watu wengine wamelala. Hilo jambo halikubaliki. Kesi za jinai zinapaswa kuendeshwa hadharani, watu waje waone. Si umepeleka kesi mwenyewe bana, kwani kuna mtu alikulazimisha umshtaki mtu? Lakini hivi vifungu vya sheria vilivyonukuliwa hapa kwamba ndio msingi wa katazo hili na vifungu hivyo vinatoa uhalali kwa katazo hili kuonekana kwamba ni jambo halali, hivi vifungu havizungumzi hayo mambo. Kwa hiyo watu wache na uhuru wetu wa kuzungumza na vyombo vya habari, na itakapotokea mimi au mtu mwingine ambaye anataka kuzungumza na waandishi wa habari kafanya kosa, huyo mtu ashtakiwe. Kamati ya maadili ipo. Mimi mwenyewe nimeshawahi kumpeleka jaji kwa utovu wa nidhamu, kwa utovu wa maadili. Jaji nimempeleka jaji mahakamani kwenye kamati ya maadili ya majaji kwa kutokuwa na nidhamu huyo jaji, na kumbukumbu zipo. Kwa hiyo hii katazo kuwakumbusha kila siku mawakili kama vile mawakili ndio hawana maadili, hili ni jambo pia ambalo halikubaliki. Swala la maadili katika utoaji wa haki linapaswa kuzingatiwa na wadau wote: majaji, wasajili, mahakimu, mawakili wa kujitegemea, mawakili wa serikali, mapolisi, askari magereza, waandishi wa habari na mtu mwingine yeyote yule ambaye anahusika kwenye masuala haya ya utoaji haki za watu. Lakini utaona msisitizo kila siku unawekwa kwa mawakili wa kujitegemea. Hivi niwaulize swali ndugu zangu wa Tanzania, kubambikizia kesi mtu ni maadili hayo? Hakimu kupokea rushwa ni maadili hayo? Jaji kumfokea wakili mahakamani na kumuita majina sijui harakati vitu gani ni maadili hayo? Swala la maadili ni mtambuka, linamgusa kila mdau anayehusika kwenye utawala wa sheria. Na mimi sioni namna yoyote ile ambayo mahakama inaathirika kwa watu kuzungumza mambo yanayoendelea mahakamani. Ndio maana mahakama yenyewe ina TV yake, online TV inayo mahakama hiyo TV, kwamba habalisha watu mambo yanayoendelea mahakamani. Sasa haiwezi ikawa ni halali mahakama kuwa na TV yake inawahabarisha watu mambo ambayo yanatokea mahakamani, lakini habari mtindo huo ukitumika kwa ajili ya kesi na hasa zile zinazomhusu DPP, ndio inaonekana ni kosa. DPP anao wajibu wa kuthibitisha mashtaka ya jinai mahakamani dhidi anaowashtaki, tena kwa kiwango ambacho hakiachi shaka. Kwa kiwango ambacho hakiachi shaka. Kwa hiyo yoyote ambaye mimi nataka kunijibu, yeye aje anijibu tu kwamba hizi kanuni na hizi sheria zilizonukuliwa hapa, hizi ibara za katiba, ni wapi zimetaja kwamba wakili haruhusiwi kuongea na waandishi wa habari anapokuwa ipo katika viunga vya mahakama. Aniambie ni wapi kategori kale imezungumzwa hivyo. Lakini vinginevyo mimi naona ni kama kutaka tu kushusha heshima ya mahakama, ionekane mahakama yenyewe inacheza mziki wa wale wasiotaka haki. Ibara ya 18B ya katiba ya Tanzania imetoa mamlaka na haki kwa watu wote kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari, hata kama ni za mahakamani, hata kama ni za Ikulu, hata kama ni za bungeni, hata kama ni za chuoni. Watu watafute habari watoe. Na kwa kuheshimu takwa hilo la kikatiba, ndio maana serikali ikaanzisha mahususi kabisa Wizara ya Habari. Wizara ya Habari kwa ajili ya kuwezesha takwa hili la kikatiba liweze kutekelezeka kwa ufanisi mkubwa. Yaani ukisoma hili tangazo unaona kabisa hili tangazo limewalenga watu fulani ambao ni wazungumzaji wazuri sana kwenye vyombo vya habari, na limelenga kudhibiti, kufichua udhaifu wa hicho kinachoitwaga ni kesi ziko mahakamani, wakati kesi zenyewe kimsingi hazithibitiki huko mahakamani. Nyie wenyewe ni mashahidi hapa. Freeman Mbowe si aliambiwa ni gaidi? Hiyo kesi ilithibitika. Ilithibitika. Lakini katika kutekeleza hayo matakwa hayo ya ibara ya 18D ya katiba ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania ambayo leo inatoa hili tangazo, Mahakama Kuu ya Tanzania, kwa sababu Mahakama Kuu ya Tanzania ni moja tu,
imeundwa chini ya ibara ya 108 ya katiba ya Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Freeman Mbowe, Jamhuri dhidi ya Freeman Mbowe, Mahakama Kuu ya Tanzania chini ya jaji wakati huo Dr. Mustafa Siani iliruhusu mwenendo wa kesi ya Freeman Mbowe utolewe mubashara na vyombo vya habari. Narudia, Mahakama Kuu ya Tanzania, hapa si wanasema tusizungumzie mambo yanayohusu mienendo ya kesi mahakamani. Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Freeman ya Ikaeli Mbowe, Jaji Mustafa Siani aliruhusu vyombo vya habari na mitandao ya kijamii virushe mubashara kesi hiyo, na ilifanyika hivyo. Leo unakuja kutuambia tusiongee na waandishi wa habari mambo yanayohusu mahakama, haki za watu. Mtu anashtakiwa kwa makosa makubwa kabisa ambayo hayana dhamana, amekaa magereza miaka 10, miaka 8, miaka 20, amezalia jela. Hutaki watu wajue kwa kulinda udhaifu wanaoendesha mashtaka. Sisi tutazungumza hii mambo ndani ya mahakama na nje ya mahakama, tutazungumza. Na tuko tayari kwa hatua zozote zile ambazo mahakama itaona inafaa kuzichukua dhidi yetu, ichukue hizo hatua. Sisi tunasimama na wananchi. Wananchi wana haki ya kujua hayo mashtaka, hizo kesi zinaendeshwaje. Lakini ibara 107 B kubwa ya katiba ya Tanzania imeitaka mahakama inapoendesha shughuli zake za utoaji haki isizingatie mitandao ya kijamii, izingatie katiba na sheria. Jaji au hakimu anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mitandao ya kijamii wakati kesi zinaendelea mahakamani? Ndio maana ukisoma vizuri sheria hizi zilizonukuliwa hapa, zinatoa nafasi kwa mtu yoyote kama anaona anaathirika na vitendo vya wakili yoyote, apeleke malalamiko hayo kwenye mamlaka ambazo zimeanzishwa kisheria ili haki yake iweze kupatikana. Haijawahi kutokea jaji yuko mahakamani alafu jaji huyo akajua yanayoendelea kwenye mtandao. Basi atakuwa azingatii matakwa ya sheria. Hakimu yuko mahakamani anasikiliza kesi, kumbe wakati huo anasikiliza mtandaoni wanazungumza nini, au chombo gani cha habari kinazungumza nini. Hilo ni jambo ambalo limepigwa marufuku na ibara 107 B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama ijikite kwenye yale ambayo yako ndani ya mamlaka yake. Mambo hayo ni ya utoaji haki, kulinda haki za watu. Ni jambo ambalo linatia huruma sana, yani huruma mno. Watu walitarajia kwamba mahakamani ndio sehemu sasa wajiachie, wapate haki, kujua yanayoendelea. Wewe hata ukiongea maneno gani, jaji asikia hayo maneno. Jaji yuko mahakamani, yeye anaangalia katiba, anaangalia sheria. Hakuna namna unaweza kumshawishi jaji kupitia chombo cha habari ili aweze kumfunga au kumwachia mtu. Hakuna namna hiyo. Hata huyo jaji amekatazwa kufanya hivyo. Kwa hiyo unaposema kwamba unaingilia uhuru wa mahakama kwa kuongea na chombo cha habari kesi iliyoko mahakamani, mimi nadhani ni tafsiri potofu. Ni tafsiri potofu kwa sababu huyo jaji wala hajui yuko nyewe mnaongea nini. Na wala mimi sijawahi kuona tangu nimezaliwa. Tangu nimezaliwa sijawahi kuona hukumu yoyote ya mahakama inayosema kwamba huyu mtu anafungwa kutokana na gazeti fulani liliandika habari fulani, jaji akashawishika. Lakini ili kuthibitisha hadi ninayosema, sisi mawakili tunapokuwa tuko mahakamani, wakili ukisimama ukaiomba mahakama ikupe jambo fulani, ikupe haki fulani, usipotaja kifungu cha sheria, mahakama haiwezi kukupa hicho unachokiomba. Kwa hiyo kumbe tunakubaliana hapa kwamba mahakama ili iweze kutenda haki inategemea na sheria ambayo wewe muombaji unaitumia kuiomba mahakama ikupe hiyo haki. Sasa chombo cha habari sio kifungu cha sheria. Mtandao wa Twitter, sijui mtandao wa Instagram, mtandao wa Facebook, sio kifungu cha sheria ambacho jaji anapaswa kukizingatia kutoa haki. Kwa unapotuambia kwamba tukiongea na vyombo vya habari eti inamuathiri jaji kule kwenye kutoa maamuzi, jaji wala hayupo kwenye hiyo mitandao. Hayupo. Mimi sijawahi kumuona jaji yote yuko mtandaoni. Sijawahi kumuona jaji yote yuko mtandaoni. Wala mimi sijawahi kumuona jaji yote anaandika hukumu kwa kuzingatia gazeti la Mwananchi au la Nipashe. Sijawahi kumuona jaji anaandika hukumu kwa kuzingatia taarifa ya habari ya ITV au Azam. Sijawahi. Hukumu zote ambazo mimi nazisoma, na ndivyo inavyopaswa kuwa, ni majaji na mahakimu kutoa hukumu hizo kwa kuzingatia katiba na sheria. Kwa hiyo
Kwa kuzungumza haya, ninaamini kabisa mahakama itaelewa, na yeyote ambaye anataka kuitumia mahakama kuzuia haki za watu wengine akome, aache hayo mambo. Tukutane mahakamani, tuendeshe kesi, na hizo kesi hazijaanza leo kuripotiwa na vyombo vya habari. Nimetoa mfano hapa, kesi ya Freeman Mbowe, lakini kuna kesi ya Tundu Antipas Lissu pale, Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kesi hiyo inarushwa mitandaoni, huwezi kusikia watu wanalalamika, huwezi kusikia watu wanalalamika. Watu wajue, si makesi makubwa mnataka nyewe wenyewe, na mmenyima dhamana kwa watu kupata manani dhamana wanapokuwa wameshtakiwa na hizo kesi. Mnaogopa nini? Mnaogopa aibu. Kama mnaogopa aibu ya kwamba watu wasijue kinachoendelea mahakamani, msiwabambikizie watu kesi. Msiwabambikizie watu kesi. Lakini kwenye kesi za jinai ikumbukwe tu kwamba, na izingatiwe kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema kesi zote za jinai zinapaswa kuendeshwa kwenye mahakama ya wazi. Na mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba kesi hizi kubwa kubwa, kwa nini zisiwe zinaendeshwa pale kwenye uwanja wa Uhuru? Alafu watu wakaingia bure kuja kusikiliza, waone huyo muhaini ni nani, alifanyaje huo uhaini. Ndio maslahi ya umma yanalindwa kwa namna hiyo. Maslahi ya umma hayalindwi kwa kuzuia watu kuto kuongea na waandishi wa habari. Na msajili wa mahakama kuu, kama yeye anaamini, kama anaamini msajili wa mahakama kuu kwamba anaathirika kwa mimi kuongea na waandishi wa habari pale mahakamani, anipeleke kamati ya maadili ya mawakili akanishtaki huko. Na sisi hatutegemei uwakili kupigania haki za watu. Sisi tumeteseka sana. Mimi nimekaa gerezani miaka 2 kwa kesi ya uongo. Uongo kabisa ambao ulikuja kudhibitika mahakamani. Sasa kama mimi wakili naweza nikashtakiwa kwa kesi ya uongo, nikateseka magereza miaka 2, wewe mtu ambaye sio wakili, ambaye hujui sheria, unadhani hawa wanaweza wakakutendea au wakakulindia haki yako kwa namna gani? Haya mambo yanakera sana. Huyu anayetoa hili tangazo, mwanae hajawahi kushtakiwa, mwanae hajawahi kuwekwa jela, yeye mwenyewe hajawahi kushtakiwa, wala mkewe wala nani. Ndio maana wanaona kila kitu tunachokifanya sisi ni harakati. Sisi hatutaki mabaya ambayo tumefanyiwa na mfumo huu wa utoaji haki ya wakute watu wengine, na hasa wasiokuwa na sauti. Ndio maana sisi tumejitolea kuwa sadaka na sauti ya watu wengine, kuongea na waandishi wa habari. Kesi ikiisha, kwanza anayepaswa kulalamika ni mwenye kesi kwa mujibu wa kanuni, kama itaonekana anayeongea ameathiri haki za huyo mwenye hiyo kesi. Na tunatarajia huyo mlalamikaji mwisho wa siku malalamiko yake yaje mahakamani. Sasa kama tayari mahakama imeshachukua upande, hiyo mahakama kesho inawezaje kutenda haki kama kuna mtu ataamua kupeleka malalamiko kwa hichi ambacho kinazungumzwa hapa? Kwa hiyo mahakama kuna haja wakati wote kubaki kama referee, isiwe na upande. Anayeathirika na hivi vitendo vya waandishi wa habari kuripoti hizi kesi, aende akapeleke kesi kunakohusika. Tutaenda kupambana huko, tutajuana huko. Hamtaki kesi? Wenzetu Kenya kesi zote zinaendeshwa mubashara, sio klipu. Jambo TV warushe klipu mubashara, kesi inaonyeshwa hadharani. Nyie hapa kuonyesha kesi hadharani imekuwa ni siri. Tuliwahi sisi kuwa na utaratibu kwenye muhimili wa bunge. Bunge live, watu wanaona bunge linafanya kazi zake namna gani. Bunge chombo cha wananchi. Bunge ni muhimili wa dola. Mahakama nao ni muhimili wa dola, inapaswa kuiga kinachofanyika bungeni. Bunge live. Lakini haya yanayofanyika, mimi naamini haya ni kulinda maslahi ya wakandamizaji haki. Mashtaki watu kwa uongo, mnashindwa kudhibitisha kesi zao, hamtaki mambo hayo ya ukandamizaji yajulikane, mnakuja kutoa makatazo ambayo hayafuati sheria wala hayafuati katiba. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa ujumbe huu, ili katazo litafutwa, mahakama itabaki kushughulika na masuala ambayo yanaihusu mahakama. Masuala ya maadili ya mawakili yana utaratibu wake wa kushughulikiwa, na bahati nzuri utaratibu huo umeainishwa kwenye hizi kanuni. Kwa hiyo sio kazi ya mahakama kwa ngazi ya msajili. Msajili wa mahakama kuu sio mamlaka ya maadili ya mawakili. Sio mamlaka ya maadili ya mawakili msajili wa mahakama kuu. Wala hapaswi kutoa hili tangazo kwa sababu yeye sio mamlaka ya maadili ya mawakili. Maadili ya mawakili yanasimamiwa na hizi kanuni ambazo kazinukuu. Kuna kamati ya maadili ya mawakili ya Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS, kuna kamati ya maadili
ya mawakili, kamati ya kitaifa ambayo inaongozwa na mwenyekiti ambaye ni jaji wa mahakama kuu. Hizi ndizo mamlaka zinazopaswa kushughulika na maadili ya mawakili, na zinashughulika na maadili ya mawakili pale ambapo zinapokea malalamiko rasmi dhidi ya wakili fulani kukiuka maadili, sio kutoa makatazo hivi ya jumla haya. Mimi ni mdau namba 1 wa maadili, mdau namba 1 wa maadili, kwa sababu naamini kila kazi lazima izingatie maadili. Na ndio maana wakati fulani jaji fulani aliponitukana mahakamani, nilimpeleka huyo jaji wa mahakama kuu ya Tanzania kwenye kamati ya maadili ya majaji, na alienda kuniomba radhi. Aliniomba radhi kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba jaji ni Mungu, kwamba hakosei. Kuna watu wanafikiri kwamba msajili wa mahakama kuu ni Mungu, hakosei. Wanaokosea ni mawakili tu ambao ni mashetani. No, sheria ya nchi hii imeweka maadili kwa kila mdau anayehusika kwenye kazi zote, sio za sheria tu, kazi zote. Ndio maana hata kwa mfano kwa viongozi wa umma wana secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Kwa hiyo maadili ni jambo la msingi, na tunapotimiza wajibu wetu, tunapotumia haki zetu za kikatiba na kisheria kuhakikisha maadili yanalindwa, haki inapatikana, isionekane tunavunja maadili. Kwani mara ngapi mahakimu wamekamatwa na rushwa? Mara ngapi? Ni maadili hayo sasa? Mara ngapi polisi walifuta kesi 1840 za kubambikizia watu? Polisi walifuta kesi hizo, ipo kwenye rekodi. Leo wanaokumbushwa maadili ni nani tu? Ni mawakili tu wa kujitegemea. Haiwezekani. Nyie kama mna matatizo yenu na mawakili, tafuteni forum zingine, lakini sio kutumia visheria hivi ambavyo kimsingi havisemi hao mambo, kuonea mawakili, kuwasimanga mawakili. Mawakili wa nchi hii ni raia halali kabisa wa nchi hii, na kazi wanaoifanya ni kazi halali, kazi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, na wanapaswa kuifanya kwa moyo wote kuhakikisha kwamba nchi hii inapata ustawi kwenye eneo hili la haki. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna jambo lolote pengine ambalo mnataka kulifahamu kwenye haya niliyoyazungumza, mnaweza mkaniuliza swali au ufafanuzi na nikaweza kulijibu kwa kadri ambavyo inatakiwa lijibiwe. Ndio. Swali la kwanza, katika tangazo hili la msajili tunahusisha pia chama cha mawakili TLS. Chama hiki ni kama kimebariki jambo hili mpaka kinawekwa katika tangazo hili. Swali langu la kwanza, wewe kama wakili unazungumzia vipi hili ambalo umeliwasilisha kwa waandishi wa habari na wananchi wote wajue chama chenu ni kama kimebariki? Je, na chenyewe kimekubali kuivunja hiyo katiba ambayo kwa mujibu wako? Swali langu la kwanza. Swali langu la pili, linasema pia kuna issue ya kuzungumzia mwenendo wa kesi, na hili nafikiri ni custodian namba 1 kwenye baadhi ya kesi ambazo tumewahi kufanya. Upande wa mashtaka ulizungumza kwamba umepindisha kidogo mambo ya mwenendo wa kesi. Hili pia mnakwenda kulidhibiti vipi? Yaani mnakwenda kubanwa vipi kuhusiana na issue ya kuwasilisha uwasilishaji wa kesi inayoendelea mahakamani? Lakini la tatu ni kuhusiana na vifungu ambavyo vimetajwa katika tangazo hili. Mwananchi anayesoma ambaye hajui vifungu, imetajwa kifungu cha kanuni ya 137, lakini ibara ya 30 kifungu cha A na B inathibitisha kwamba hiki kinachofanyika, yani tangazo hili lilivyowekwa linaenda kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo madereka kwa uchache kwa kufafanulia Watanzania kuhusiana na vifungu. Nakushukuru mwandishi wa habari. Ili jambo lolote lionekane kwamba limetoka TLS, ni muhimu ikafahamika kwamba chombo chenye mamlaka ya kutoa jambo lolote kwa niaba ya chama cha mawakili wa Tanganyika ni baraza la uongozi la chama cha mawakili wa Tanganyika ambalo linaitwa Governing Council. Na Governing Council wakishaazimia kwamba jambo hili ndio msimamo wa TLS, taarifa inaweza ikatolewa kwa umma na kiongozi yeyote wa TLS, na mara nyingi anayefanya hivyo ni rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika, ndio msemaji wa chama cha mawakili wa Tanganyika, kuja kuwasilisha yale ambayo yameamuliwa na baraza la uongozi. Sasa inasikitisha, kwa mfano hili katazo hili la mahakama limenukuu katazo la TLS, lakini halisemi hilo katazo la TLS lilitolewa lini, akaliweka hapa tukaona kabisa kwamba hili tangazo limetoka kwenye baraza la uongozi la TLS. Hajataja hilo katazo la TLS lilitolewa lini.
Na hilo linathibitisha kwamba TLS haijawahi kukataza mawakili kuzungumza katika viunga vya mahakama, kwa sababu kesi zinazoendelea mahakamani sio kesi za TLS, ni kesi kati ya mtu na mtu, wanaitwa wadawa au parties. Sasa TLS inaathirikaje na vitu ambavyo yenyewe haihusiki mpaka iende katoe katazo? Yani kesi ni ya Juma na Abdalla, iko mahakamani, na kanuni inasema wanaoruhusiwa kupeleka malalamiko kama watakuwa wameathiriwa kwa namna yote ile, namna kesi au mwenendo wa kesi unavyozungumzwa huko nje, huyo anayeathirika kwenye kesi hiyo ndio aende akalalamike. Kwa hiyo unaona, katika muktadha huo sio TLS wala sio mahakama ina mamlaka ya kukataza watu kuzungumzia mienendo ya kesi iliyoko mahakamani. Yeyote ambaye anaathiriwa na matamko au kuingiliwa kwa mwenendo wa kesi ni yule ambaye yuko ndani ya hiyo kesi, ndio anapaswa kwenda kuchukua hatua. Kwa hiyo msajili aje atuambie sasa yeye ni lini baraza la uongozi la TLS lilikaa, baraza hilo la uongozi likapitisha azimio kwamba mawakili kuanzia leo msiongee na vyombo vya habari mkiwa mahakamani. Hakuna hilo, hakuna hilo azimio, hakuna. Kama lipo hilo azimio, kama lipo, mimi kuanzia leo nitaacha uwakili. Kama hilo azimio la TLS lipo, haya mambo ni ya kutunga, yametungwa haya mambo kuwadhibiti baadhi ya watu. Na ndio maana nimesema ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania imepiga marufuku sheria yoyote, kanuni au utaratibu wote ambao ni wa kibaguzi kwenye nchi hii. Hamwezi kuweka makatazo kuwalenga watu, unakuwa ni upuuzi kama ulivyo upuuzi mwingine. Sheria inapaswa kuwa ni kwa ajili ya wote. Ndio maana ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wana haki, wanastahili kupewa haki sawa mbele ya sheria, sio kulengalenga watu. Kwa hiyo hili katazo ambalo limejiegameza pia katika maamuzi ya TLS sio la ukweli, kwa sababu hilo katazo la TLS halipo na TLS haijawahi kutoa hilo. Mimi kama mwanachama wa TLS ambaye taarifa zote za TLS zinazohusu mawakili napaswa kuzipata, sijawahi kupata hilo katazo, sijawahi. Halipo, ni uongo. Yani TLS haijawahi kusema hivyo, haijawahi. Na hata kama itatokea kufanya hivyo, TLS itakuwa inakosea, kwa sababu labda iwe ni kesi inayohusu TLS, lakini kwa kesi inayomhusu Juma na Abdalla, TLS hairuhusiwi kutoa katazo kwa wakili au mtu mwingine yote kuzungumzia hiyo kesi. Lakini umeniuliza swali kwamba wamenukuu kifungu kanuni ya 137 ya kanuni za maadili ya mawakili. Naomba nirudie tena kukisoma na kukitafsiri kwa Kiswahili kisicho rasmi. Kanuni ya 137 inasema, an advocate shall not comment on a specific case that is pending before the court in a manner that prejudges the outcome of such case. Kwa maana nyingine, wakili haruhusiwi kutoa maoni kwenye kesi mahususi iliyoko mahakamani katika namna inayoweza kupelekea kujulikana kwa matokeo ya kesi husika. Kwa hiyo wakili unaruhusiwa kuongea, wewe ongea kuhusu kesi iliyoko mahakamani, ila matamshi yako yasipelekee kutoa tafsiri ya hukumu inayosubiriwa kutolewa na mahakama. Ongea kuhusu kesi, wewe iongee tu. Ilikuwaje mwenendo wa kesi, ongea. Kwa sababu mwenendo wa kesi ni matukio yote yanayotokea ndani ya mahakama. Ushahidi unaotolewa na shahidi unaruhusiwa kuripotiwa, kwa sababu wewe uweki maoni pale, unasema shahidi alichokisema. Na hicho hakipelekei mtu kujua kwamba uamuzi kwenye hakusaidii kulifanya katazo liwe halali. Vifungu vinavyonukuliwa hapa vitalifanya katazo liwe halali kama tu vifungu hivyo vinazungumza maudhui yote yaliyoko hapa.
Sasa ukisoma sheria kama ninavyokusomea, haizungumzii kuwakataza mawakili kuongea na vyombo vya habari mahakamani. Kanuni ya 137 inazungumza wakili usiongelee mambo yaliyoko mahakamani kwa namna itakayopelekea matokeo kujulikana, hukumu kujulikana. Kwa hiyo kama unaongea kwa namna nyingine ambayo inaendelea kuficha hukumu, kila mtu asijue itakujaje, wewe ongea tu, hujakatazwa kwa mujibu wa kanuni hii. Wewe kamuulize huyu aliandika, nimekupa nakala, muulize hivi, hii kanuni ni wapi sasa imewakataza mawakili wasiongelee mahakamani? Wapi? Muulize, kanuni ni hii hapa. Hiyo ibara ya 30 hii hapa. Hii hapa ibara ya 30. Hii hapa iko wazi kabisa. Kamuulize ibara 30 si ndio hii? Haya, wapi mawakili wamekatazwa sasa kwenye hii ibara? Unajua kuna mambo mengine tusio tunapelekana tu kama vile hatuna uelewa. Ibara 30 hii hapa iko wazi. Hii hapa haizungumzia hayo mambo yanayozungumzwa kwenye hili katazo, na naomba nirudie hili katazo ili uone kilichoandikwa hapa na kilichoandikwa hapa kama vinafanana. Kama havifanani, kunukuu kwa kisheria kule mahakamani tunasema ukinukuu kifungu katika mazingira yasiyohusika unasema wrong citation of the law. Wrong citation of the law. Amesema hivi, kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 137. Hiyo kanuni nimeshawasomea, za maadili ya mawakili, na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS kiliwataka wanachama wake kutoongea na vyombo vya habari kwenye maeneo ya mahakama mara baada ya mashauri kuahirishwa. TLS haijawahi kufanya hivyo hata siku moja. TLS, na rais wa TLS kama yuko hapa aje anikanushe. TLS haijawahi kukaa kama baraza la uongozi kutoa ili azimio, kwa sababu wanajua wao kama watu muhimu kabisa katika usimamiaji na utoaji haki hapa nchini hawawezi kwenda kutoa katazo unalokiuka sheria. TLS hawajawahi. Kwa hiyo huu ulioandikwa hapa ni uongo. Huu ni uongo. Ni uongo huu. Watuonyeshe TLS ilikaa lini kama governing council. Akaendelea kusema, kwa kurejea hatua hiyo ya Chama cha Wanasheria Tanganyika na maelekezo ya Mahakama ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania inapenda kuwakumbusha na kuwasisitiza mawakili wote wanaohudhuria mashauri mahakamani kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS. Sikiliza, ibara ya 26 ya Katiba ya Tanzania inataka Watanzania wote waheshimu katiba na sheria za nchi, sio maelekezo ambayo hayapo mimi hamna mahala popote kwenye katiba nimetakiwa niheshimu maelekezo. Hakuna kwenye katiba hii ambayo natakiwa mimi kikatiba niheshimu maelekezo. Tena bahati mbaya maelekezo yenyewe ambayo yako kinyume na sheria. Kwa hiyo hatuwezi kuheshimu maelekezo ambayo hayatokani na sheria. Sisi tunaheshimu matakwa ya katiba na matakwa ya sheria, sio matakwa ya mahakama wala matakwa ya TLS ambayo hayatokani na sheria. Kwa hiyo kwa kuziweka hizi sheria hapa kunathibitisha aliyeziweka hizi sheria kama hakuzisoma vizuri. Kama alizisoma vizuri basi hakuzielewa. Hakuzielewa kabisa. Maana yake anaendelea kusema, kwa kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS na mahakama, kwa kutokufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama. Sasa nimekuonyesha hapa ibara za katiba, nimekuonyesha kanuni za maadili ya mawakili. Hakuna mahala popote wakili amekatazwa kuongea na chombo cha habari akiwa katika viunga vya mahakama. Hayo ni maoni ya aliyeandika ile tangazo, ni maoni yake binafsi. Maoni binafsi ya aliyeandika tangazo. Kwa sababu hizi sheria hazisemi hivyo. Akaendelea kusema na kutongelea mwenendo wa mashauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mashauri. Kanuni haijasema hivyo. Kanuni imesema kwa namna inayoweza kufanya hukumu ijulikane mapema. Kwa namna ambayo hukumu inaweza ikajulikana mapema. Kwa kumbe kinachozuiliwa kisijulikane mapema ni hukumu ya mahakama kwa kesi iliyoko mahakamani. Kwa hiyo kama unaongea na waandishi wa habari, wewe ongea nao tu. Ongea vyote unavyoweza kuongea, isipokuwa tu kwa namna ambayo haitafanya hukumu
ya kesi husika ijulikane mapema. Lakini hata ikitokea basi ukaongea kwa namna ambayo itafanya hukumu ijulikane mapema, utakuwa umevunja maadili wewe wakili, na unatakiwa kufikishwa kwenye kamati ya maadili ya mawakili, na sio kuzuia mawakili wengine wasizungumze na vyombo vya habari kwa namna ambayo imeandikwa, imeelekezwa kwenye sheria. Kwa hiyo kama kuna wakili ataongea kinyume na hii kanuni, atakuwa kavunja maadili, na akivunja maadili, wakili huyo mmoja anachukuliwa yeye kama alivyo, anapelekwa kwenye kamati ya maadili. Aliandika hii aende akasome sheria ya habari ya mwaka 2016. Iko wazi hiyo sheria. Iko wazi. Yaani vyombo vya habari vina wajibu wa kuhabarisha umma. Wanatumia ibara ya 18B. Vyombo vya habari, mnatafuta habari, ndio maana unakuja kunihoji. Alafu unaitoa habari. Unaitafuta habari, unaipata alafu unaitoa bila kujali mipaka. Ndio ibara ya 18 inavyosema hivyo. Kwa hiyo unao uhuru kabisa wa kufanya. Isipokuwa wewe chombo cha habari ukifanya kosa la kuingilia, la kuvunja, kuna kifungu cha 114 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni ya adhabu ambayo ni sura ya 16 kimeweka kwamba ni kosa kwa mtu kudharau mahakama, contempt of court. Kwa hiyo ukiongea kama chombo cha habari kwa namna ambayo inadharau mahakama, utashughulikiwa kijinai. Watakukamata, watakupeleka kule Central Police, watakufungulia kesi, watakufikisha mahakamani na utashughulikiwa kwa kufanya hiyo jinai. Lakini katazo hili linawahusu mawakili wasiongee na vyombo vya habari kwenye viunga vya mahakama, na sheria iliyorejewa ni hizi sheria hizi hapa mbili. Sasa hizi sheria hazisemi hivyo. Hizi sheria haziwakatazi mawakili kuzungumza na vyombo vya habari. Hizi sheria zinazungumza namna ambavyo mawakili wanapaswa kuongea na vyombo vya habari. Waongee katika namna ambayo haiwezi kupelekea matokeo ya kesi kujulikana. Sawa. Ndio. Na mwisho. Ndio. Baada ya mazungumzo haya, mjadala huu kwenda mbele kwenda nyuma, sheria ikabaki hivi. Msimamo wako kama wakili yakuwa ni upi? Mimi msimamo wangu kama wakili, naendelea kuongea na vyombo vya habari na naendelea kuongea na kuzungumzia kesi zilizoko mahakamani kwa kuzingatia kanuni ya 137. Na kwa kuzingatia ibara ya 30, ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania. Hii sio sheria hii. Hii sio sheria. Hii ni karatasi tu. Hii sio sheria hii. Ndio maana nimesema kwa kuongea na waandishi wa habari kwenye viunga vya mahakama kwa kutumia vifungu hivi, kama msajili ana ubavu wa kunishtaki kwenye kamati ya maadili ya mawakili, anishtaki kwa kulivunja hii tangazo lake, kama anao ubavu. Kwa sababu hizi sheria zinataka kwanza wanaotakiwa kwenda kulalamika ni wale walioko kwenye hiyo kesi. Sasa msajili, mimi sina kesi yote naisimamia au naifanya kesi dhidi yake. Ndio maana nakwambia tunaposoma hizi sheria hizi tunatakiwa kuzisoma kwa utulivu. Sisi ambao tumepata bahati, privilege ya kusoma sheria, tunatakiwa kwa namna zote tuwe makini tunapokuja kwenye umma kuhabarisha umma, kwa sababu tukikosea sisi tutakuwa tumeathiri jamii kubwa sana. Sasa fikiria katazo kama hili analeta msajili. Msajili hana mamlaka yoyote juu ya maadili ya mawakili. Hana hayo mamlaka msajili. Hana mamlaka hayo. Kasoma ndio. Kwani mimi nabishana kwamba hajasoma? Mimi nazungumzia hana mamlaka juu ya maadili ya mawakili. Msajili hana hayo mamlaka. Kwa sababu wakili akikosea maadili, akivunja maadili, utaratibu wa kumshughulikia huyo wakili anayekosea maadili, anayevunja maadili umeelekezwa humu na humu. Hamna mahala popote msajili katajwa kwamba ndio atashughulikia hao mawakili. Kwa hiyo msajili kwa kutoa ile katazo kwanza anajipa mamlaka ambayo hana hayo mamlaka kwa mujibu wa sheria. Msajili mambo yake ni ya utawala huko mahakamani. Nasisitiza tena, swala lolote linalohusu maadili ya mawakili lipelekwe kwenye kamati za maadili ya mawakili za Tanganyika Law Society au lipelekwe katika kamati ya maadili ya kitaifa kuhusu wakili husika kwa kufuata utaratibu. Lakini kama tunaendesha utawala wa sheria, utawala wa haki kwa lengo la kukomoa watu, kudhibiti watu, na sisi tunakuwa ni sehemu pia ya kurudisha nyuma